Of course bwana, ni taarifa njema zaidi kwa upande wa wananchi Young Africans ambao kwa siku ya jana wameendeleza ubabe, wameendeleza kipigo kwa utani wao Simba Sports Club kwa mara ya 5 mfululizo katika michezo ambayo wameweza kukutana. So hii inatengeneza kujiamini zaidi kwa upande wa Young Africans, kwa sababu kwa walichokifanya ni kama vile wameendeleza kile ambacho amekuwa kikifanya kila siku, na kwa upande wa Simba inatengeneza taswira mpya kabisa na taswira nyingine ambayo haina majibu ndani yake. Kwa nini wamekuwa wakipoteza mechi 5 mfululizo? Na hii inakuwa mbaya zaidi, unapoteza mechi mbele ya mtani wako alafu anachukua kombe mbele yako. Ndio kitu pekee ambacho pengine wana Simba kinawaumiza zaidi. Sasa jana Simba amekubali bao 2 kutoka kwa Young Africans, bao ambalo lilifungwa na Pacome mapema kabisa dakika 66 baada ya of course Pimpin Kamara kuweza kumchezea vibaya ndani ya box. That's why mwamuzi akaamuru na iwe mkwaju wa penalty, na ikawa hivyo, then Pacome akaenda kumaliza mchongo na ikawa bao 1-0. Hapo Clement Mzize akaja kuzamisha matumaini ya wanasimba kabisa kupata ubingwa mwaka huu 2024-2025 baada ya kupokea pasi kutokea kwake, kupokea pasi ya Pacome ipigwa kama kibao kata fulani hivi, then akatuliza vizuri na kuweza kukamisha kuweka kambani, na hapo ikawa idadi ya mabao 2-0, jambo ambalo lilipelekea mchezo huo kumalizika kwa bao 2-0. Sasa Young Africans wamechukua ubingwa wao mara 31 katika historia ya ligi Tanzania, na imekuwa mara yao 3+ mfululizo ambayo wamekuwa wakifanya hivyo. Sasa kwa upande wa Simba, wao wameambulia nothing kwa mwaka huu, huku hawajachukua kitu chochote.